Maana unauliza wewe dini umeipa kipaumbele cha kwanza au cha mwisho? Wewe ni cha kwanza. Wao wana binti yako na wewe bwana dini umefanya mwisho. Limefika kwako wewe unatanguliza dini kwanza. Hata kutaka kujua bwana anafanya kazi wapi. Walioweka dini mwisho ni wao. Wewe kama mzazi au mlezi wewe umetanguliza dini kwanza. Ndio maana ukamwambia badili dini kwanza, silimu ndio nitakuozesha binti yangu, nitakuozesha dada yangu. Kwa hiyo kwako wewe mwenye jukumu la usimamizi walii dini umeiweka mbele. Wao wenyewe wahusika huko mambo mengine yote wamekubaliana, wamefika sehemu yani inawezekana kwenye dini wameshindana ndio wameamua kuja hivyo. Binti kakuletea mtu. Na anakuambia sio Muislamu. Sasa inakuwaje? Na kwa hali ilivyo sasa hivi si kwamba tu silimu afu nikuozeshe, asilimu afu upite mimi muangalie Uislamu wake. Ni wakutaka ndoa tu au Uislamu wa kusilimu kweli? Wangapi wanasilimu leo hiyo akishapata mke tu basi anarudi alikokuwa. Mabinti nao hivyo hivyo. Anasilimishwa anaolewa, baada ya hapo anarudi kwenye dini yake. Na mara nyingi hasa akikuta huyu aliyembadilisha dini hana msimamo wa dini, ni mara moja sana kurudi kwenye dini yake. Kwa mfano nikaja mtu kuja kuoa kwanza. Mimi sikusoma hiyo hotuba ya ndoa, sikufanya mambo yetu ndio bali kamaozesha tu, nikamtamkisha maneno tu akaondoka. Ndoa si kamili? Naam, takuja kuona hadithi zingine zinaelezea kumbe. Inasaja la nikaha illa biwaliyin wa shahidai adli. Vikikosekana hivi vitu vitatu hivi hapo hamna ndoa. Unaweza kukuta hata mahali haijatajwa. Mahali vipi? Hata mahali naona kitu cha muhimu haijatajwa. Hivi vitu vitatu hivi vikosekana, hapo hakuna ndoa. La nikah ila biwaliyin wa shahidai adli. Lazima patikane wali na mashahidi wawili waadilifu. Vikikosekana hivi ndoa hamna. Vikipatikana hivi vingine vikakosekana ndoa ni sahihi, hivyo vingine vitatimizwa baadaye. Naam. Sheikh, tumehusiwa kuunga udugu. Naam. Katika kuunga udugu kwamba kufanya kile kinawezekana kwa sababu udugu ndio kila kitu katika vitu vyenye malipo makubwa. Lakini imetokea kwenye familia. Mtu kaleta posa. Huyu mtu si Muislamu. Mimi nikaamua nikomae kwa bwana kama si Muislamu kama siku yaani jambo haliwezekani. Tumwezeshe. Fika hatua ya mwisho ile jambo likavunja kweli, ndoa haikufanyika. Lakini wana ndugu hawa sasa tulikuwa tumeshikana kutokana na msimamo wangu huo wakatawanyika. Je, swali linakuja sasa. Nitashtakiwa na Allah kwa kuvunja udugu au nitakuwa kwenye kavunja undugu nani? Sawa, undugu umevunjika, nani kauvunja undugu? Wewe undugu, wewe sio umevunja undugu. Undugu umevunjika wewe kusimamia haki, kutekeleza alivyoagiza Mwenyezi Mungu. Wala tankihul mushrikati hatta yu'min. Msiwaoe wanawake wa kishirikina mpaka waamini. Wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu. Wala msiwaozeshe washirikina kuozesha mabinti wa Kiislamu mpaka wasilimu. Wewe umesimamia hapo. Wewe kwa kubaki na msimamo wako, wale wameamua kuvunja undugu ni wale ndio wamevunja undugu na ndio watahukumiwa. Na sio wewe. Wewe ulisimama katika haki. Wewe hutahukumiwa. Hapo kwa swala sabani. Labda mimi ndio baba wa binti. Mtu wangu ndani ya ndoa. Aliyekuja kuoa tabia yake sio nzuri. Mimi nataka kusema mimi siwezi kumuozesha kama baba. Kaja babu yake ndio baba yangu mimi. Sasa msikilize baba fulani. Shehe muozesho hapo. Anasikilizwa nani hapo? Huyo babu anajua tabia mbaya. Baba nirudie tena. Mimi na mtoto wangu wa kike. Alipata ndani ya ndoa. Mimi si ndoa wali wake. Anakuja mtu kuja kutoka kuoa kwa kutaka kuleta posa hapo. Mimi nikakataa. Uone kuna habari nazijua za yule bwana sio nzuri, tabia yake sio nzuri. Inawezekana kama sasa shambani familia ndio wanataka tu wafanye tu ndoa. Yaani ndoa ndio wamesherekea kwa ndio wameozesha tu labda mashindano zangu, mama zangu. Kaja baba yangu mzazi mimi na mimi nilizaa ndani ya ndoa. Anamwambia kapokea yeye posa, kumuuza binti mpanga mahali
Kamuda Sheikh amuozesha. Hapa anasikizwa na baba yangu mimi, babu yake binti, au mimi baba mzazi. Hapo kuna mawili. Kwanza wali namba moja ni baba. Babu sio namba moja. Namba moja wali ni baba. Kwa hiyo kama ni kauli ipi nasikilizwa ni ya baba wa binti na sio ya babu wa binti. Kwa sababu babu sio namba moja. Hilo la kwanza. Lakini la pili, ikitokea hali kama hiyo, sikumfahamisha tu babu wa binti ambaye wewe ni baba yako, nimekataa na sababu yangu 1 2 3, uone ukizitaji hizo sababu bado atabaki na msimamo wake ule ule. Sijui katika dunia hii hakuna mtu anajali maslahi ya mtu mwingine kama wazazi kwa watoto wao. Maana yake baba akikataa, yeye anajua hasara yake ni ipi, na ndio maana anakataa. Ndio maana nasema ni swala la kuelimishana. Huyo babu inawezekana sababu ambayo inakufanya wewe ukatae haijui, mwekee wazi. Labda sasa mke wangu mimi tumekwenda kaenda kwa mke wake, sababu mfulani hataki tu, anatoka sababu zake. Asi ndio kwa kuwekana sawa. Kwa nini hataki tu? Ndio maana nimeanza kutanguliza kwamba katika dunia hii hakuna mtu ambaye anatanguliza zaidi maslahi ya mtu mwingine kama wazazi kwa watoto wao. Ukisema mwanamke, arijalu qawwamuna ala nisa, wanawake wanaweza kutanguliza vitu vingine havina maana yoyote. Kweli ni mama yake, kweli ni nani, lakini akatanguliza vitu hataki kuambia, yani huoni hoja hasa iko wapi. Amekataa posa bwana. Jamaa anafanya kazi benki, ndio atakwambia kitu kama hicho. Kufanya kazi benki kwa ndio hela zimekuwa za kwake. Anafanya kazi TRA bwana. Sasa sawa, anafanya kazi TRA, maadili je? Dini je? Kwa hiyo baba ndio wali namba moja. Na ndio kauli yake inasikilizwa hapo. Babu kaleta pingamizi, inawezekana kuna kitu hajaelewa. Mfahamishe. Hapo kwa masuala ya endana. Sasa mimi niliachana na mke wangu. Wao tukapata ndani ya ndoa, waachana, mke wangu anaishi peke yake na mimi naishi peke yangu. Maana mke wangu alichukua wale watoto anakaa nao yeye. Watoto binti wakubwa wanataka kuolewa. Makosa mengine hayo. Sasa yule muoaji yeye anakwenda nyumbani kwa binti anakaa kule. Ilikuwaje analelewa na mama yao na wewe upo? Sasa inawezekana wakati wa kuachana, unajua kila mtu ana nguvu yake. Inawezekana unataka watoto na mke wako anataka watoto. Kwa hiyo yule mwanamke upande katumia nguvu. Sheria inasemaje? Mwanaume anachukua wakubwa, anachukua watoto wake. Watoto wa kwangu mimi. Inawezekana kwa sababu hatujafika katika mlango huo. Inapotokea sintofahamu katika ndoa, watu wakaachana na wana watoto chini ya miaka 7 wanalelewa na mama yao kwa sharti mama awe hajaolewa tena na mtu mwingine. Akiolewa tu na mtu mwingine, haki hiyo inahama kutoka kwake inaenda kwa mama yake yeye. Watoto watalelewa na bibi mzaa mama. Watoto wa chini ya miaka 7. Kuna sintofahamu katika ndoa, vikao vya suluhu vimefanyika, imeshindikana, ndoa imefika mwisho, lakini wana watoto wadogo. Hawa watoto wadogo malezi yao ni chini ya mama mpaka wafikishe miaka 7, lakini kwa masharti hayo mama awe hajaolewa. Akiolewa haki hiyo inakuwa si yake tena, aenda kumtumikia mtu mwingine. Inawezekana watoto ambao si wake wala asiwajali. Wakifikisha miaka 7, watoto wanapewa hiari ya kuishi na baba au mama. Wakifikisha miaka 7, watakayemchagua, wakimchagua baba, wakimchagua mama. Lakini wanazuoni wengine wakaenda mbali zaidi, kwamba mama mwenyewe bado anahitaji kulelewa. Ndio ile maana rijalu qawwamuna ala nisa, wanaume ni wasimamizi wa wanawake. Sawa, wametengana na mkeo na watoto, lakini huko anapokwenda kwa sheria bado anataka asimamiwe. Kama atasimamiwa na kaka yake, atasimamiwa na baba yake, wao ni watu wa kusimamiwa. Rijalu qawwamuna ala nisa. Kwa hiyo kusema kwamba alikwenda na watoto, bado wali ni baba, mama sio wali. Kwa hiyo hata posa kuelekeza kwa mama wakati baba yupo bado halijakaa sawa. Baba ni wali. Baba hayuko sawa na matatizo ya kiakili, sijui tabia nini wanaofuatia baada yake yeye. Ndio hapo anakuja na wali namba 2, babu. Babu mzaa baba. Mawali ni upande wa wanaume tu. Baba yake baba ambaye ni babu. Baba mdogo, kaka. Hawa ndio mawali. Kwa kaka watatu. Kaka ni watatu.
Wa kwanza baba, wa pili babu, wa tatu baba mkubwa, baba mdogo anaitwa ammu, wa nne mtoto kaka. Wa nne ni watatu ni mtoto ni kaka, wa nne ni mtoto, baba, babu, ammu, baba mdogo, baba mkubwa, wa nne kaka, wa tano ni mtoto anayeolewa. Inawezekana mtu anaolewa na mtoto mkubwa wa kiume, anaweza kumsimamia ndoa ya mamake. Ndio. Sheria inaruhusu. Mamangu anaolewa bila simamia. Ndio, wanakuwa wali. Wa baba yule ni wa mama. Na kuozesha mama yangu. Uishi naye kwa wema na amani.